chochote kile ambacho kinaabudiwa kinyume cha Allah ni batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, tambueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, na kwamba yale ambayo wanaomba kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala ni batil. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala zile ibada zote ambazo zinaelekezwa kwake ni haki, na zile ibada ambazo zinaelekezwa kwa sikuwa Allah, kama mtu kuomba kaburi, kuomba wafu, kuomba masanamu, kuomba majini, kuomba vinyamkera, kuomba miti, mapango, misongwe, mizimu, hizi zote ibada ni batil. Mtu akiwa na matatizo, akiwa na shida, inabidi ayemwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, amwombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala asiombe isipokuwa Allah tabarak wa ta'ala wa taqaddas wa tamajjad. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim, arrahman dhu rahmatin wasi'ah, mwenye rehema pana. Arrahman ni mwenye rehema pana. Arrahim dhu rahmatin wasilah, ni yule mwenye kuwarehemu watu. Kwa maana arrahman ana rehema pana, arrahim huyo ana warehemu waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na inafaa kusema kwamba arrahman ambaye anawarehemu wema na waovu hapa duniani, arrahman ambaye anawarehemu wema na waovu, waislamu na makafiri wote anawarehemu hapa duniani wote. Arrahim anawarehemu wema peke yao siku ya kiyama. Arrahim anawarehemu wema peke yao siku ya kiyama. Na hiyo inakuja kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa kana bil mu'minina rahima, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini peke yao, amekuwa kwa waumini peke yao kama ni mwenye kuwarehemu. Yani kwa maana ni mwenye kuwarehemu na ni mwenye kuwahurumia siku ya kiyama. Kwa sababu hapa kudima ma haqquhu madha, ma haqquhu at-ta'khir, wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu madha, al-hasr. Anasema wa bihi nasta'in, tunamtaka msaada yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Babu fadhli al-islam, mlango umekuja ambao umekuja kuelezea ubora wa Uislamu. Babu fadhli al-islam, muradu al-bab, muradu wa huu mlango bayanu fadhli al-islam. Bayanu fadhli al-islam ni kubainisha ubora wa Uislamu, wa huwa makhtassa bihi min al-mahasin, na ubora wa Uislamu ni yale mambo ambayo ni maalum, na yale mambo ambayo ni maalum katika Uislamu miongoni mwa mambo mazuri. Wa huwa makhtassa bihi min al-mahasin, yale mambo mazuri ambayo ni maalum kwa ajili ya Uislamu. Yani hakuna jambo zuri kama hilo, hakuna jambo zuri kama hilo. Yani hamna dini yoyote ambayo ina mambo mazuri kama dini ya Uislamu. Yani kuna mambo ambayo ni maalum, hayapatikani kwenye dini yoyote, yanapatikana katika dini ya Uislamu. Wa aslul fadli huwa ziyada, na asili ya fadl, asili ya fadila ni ziada, kwa maana mtu anakuwa na fadhila zaidi kuliko wewe ambaye hana. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الإسلام قبل حقيقته. ametaja muallif rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ubora wa Uislamu kabla ya kutaja ili hakika ya Uislamu, liajli tashwik, anataka akupe shauku, uwe na shauku ya kujua huu Uislamu ni nini. Kwa hiyo akaona kutajia kwanza ubora wake ni nini, kisha atakuja kutajia kwamba Uislamu ni nini. Wadhālika lianna al-araba idha qaddamu fadla ash-shay'i, na hivyo ni kwa sababu Waarabu wakitanguliza ubora wa kitu, wa huwa makshufatun haqiqatuhu, hali ya kuwa ili hakika yake iko wazi, wanakutajia ubora wa kitu hali ya kuwa ili hakika yake iko wazi. Fa innahum yuriduna tashwiqan lihadha shay,
wao wanakuwa wanataka kukushawishi au kukupa ile hamu ya kujua kitu hicho. Kwa hiyo hapa Sheikh ataelezea ubora wa Uislamu, lakini baadaye atakuja kutuelezea ma huwa alislam, ni nini Uislamu, tutakuja kujua insha Allah. Anasema qaulullahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni juu yenu neema yangu. Nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni juu yenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kama huu Islam ni dini. Wajhi wa mlango huu kwamba Sheikh ametaja huu mlango kwa lengo la kutaja ubora wa Uislamu. Sasa ubora wa Uislamu tunaupata aje katika hii aya? Ubora wa Uislamu tunaupata katika aya hii min thalathati awjuh. Alwajhu alawwal, wajhi wa kwanza, anna alislam kamilun wal kamalu fadlun wal mukammilu lahu huwa Allah. Ubora wa kwanza kwamba Uislamu ni kamili, kwa sababu Allah amesema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa hiyo Uislamu ni kamili. Nani kaukamilisha? Kitu kinapokuwa kimekamilika kinakuwa na ubora, kitu kikamilika kinakuwa na ubora. Kwa hiyo Uislamu ni bora. Nani kaukamilisha Uislamu? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye amesema akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu. Kwa hiyo Uislamu huu umekamilika, na kukamilika ni ubora, na aliyokamilisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na adiani nyingine, dini nyingine. Allah hajasema kama kazikamilisha. Dini ambayo Allah amesema kama ameikamilisha ni al-Islam.